Yes, bana mtazamaji wa Anuari TV, ni The Golden Boot, bado naendelea kuwa na wewe hapo ulipo, na taarifa kubwa ambayo imefikia katika dawati letu la kimichezo ni taarifa kutokea katika kambi ya klabu ya Young Africans, taarifa ambayo inamhusu rais wa timu yao Engineer Hersi Said, ambaye sasa hivi anazunguka sana barani Afrika, na moja kati ya sababu ambayo nimeambiwa ya yeye kuzunguka barani Afrika ni kuanza maandalizi ya kukiboresha kikosi cha Young Africans kuelekea msimu ujao wa mashindano, msimu mwaka 2026 2027. Na Young Africans, kwa taarifa nilizonazo, ni kwamba wamepanga kufanya mabadiliko makubwa sana ya wachezaji katika timu yao, hususan yale mabadiliko yanayohusu wachezaji ambao wamedumu klabuni hapo kwa misimu mingi, na inavyoonekana kwamba hawana njaa tena ya kutaka kufanikiwa ama wamechoka ama mafanikio yamewalevya. Kwa hiyo rais wa Young Africans, kwa taarifa zilizopo ni kwamba ameanza mchakato wa kutafuta wachezaji wapya, na taarifa zilizopo pia ni kwamba zaidi ya 70% wachezaji ambao amewa-identify ama wachezaji ambao amewagundua kwamba wanaweza kaja akaitumikia Young Africans kwa msimu ujao na kuisaidia timu yao, tayari makubaliano yameshafikiwa, na kimechobakia ni kusubiri tu msimu uweze kukamilika, vyuma vianze kushuka, wachezaji waanze kusaini na kutambulishwa kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya. Na miongoni mwa jina ambalo limefika mezani kutoka kwenye vitabu vya siri vya wachezaji ambao wanatakiwa na Young Africans kwa msimu ujao ni jina la mshambuliaji raia wa Guinea, anaitwa Yakuba Nana Bari. Yakuba Nana Bari, kumbuka hilo jina. Ni mshambuliaji ambaye kwa sasa anacheza katika klabu ya Horoya Athletic Club ya huko Guinea, na mchezaji huyu ni miongoni mwa wafungaji bora wa ligi kuu ya Guinea, akiwa na mabingwa hao wa muda wote wa nchini Guinea, Horoya Athletic Club, akifunga zaidi ya magoli 20 katika mashindano yote. Na huyu Yakuba Nana Bari ni mmoja kati ya washambuliaji ambao kwa watu ambao wanafuatilia soka la Afrika sio jina geni. Ni mchezaji ambaye ana profile kubwa tu huko nchini Guinea, lakini pia ni miongoni mwa washambuliaji ambao wanaheshimika sana ukanda huo wa Afrika ya Kati katika taifa lake la Guinea. Lakini mchezaji ambaye uwezo wake wa kufunga umekuwa ukimfungulia milango ya kuhitajika na timu kubwa nyingi katika pande mbalimbali za bara la Afrika, lakini pia nje ya Afrika. Ni mchezaji ambaye aliwahi kupata kandarasi ya kusajiliwa huko Faransa katika timu ambayo inashiriki ligi daraja la pili ama French League 2, timu inaitwa Quivol. Huyu aliwahi kupita huko akasaini mkataba, lakini kwa bahati mbaya sana kuna issue zilitokea, nadhani za malipo, hakuweza kwenda kucheza soka la kulipwa nchini Ufaransa katika kikosi hicho cha Quivol, na baadaye ikasemekana ni yeye ndo alizingua, akafungiwa kwa kipindi cha miezi 4 na shirikisho la soka duniani FIFA kutoshiriki shughuli zote za kimichezo. Kwa hiyo unaweza ukaona aina ya profile ya mshambuliaji ambaye anahitajika na Young Africans kwa msimu ujao. Yakuba Nana Bari ni mchezaji ambaye ameshawahi kuwa top scorer wa ligi kuu ya Guinea msimu wa mwaka 2021 2022, akifunga zaidi ya magoli 17 katika ligi hiyo ya Guinea, na ni mchezaji ambaye kama nilivyokuambia ameshawahi kuhitajika na timu mbalimbali barani Afrika pamoja na nje ya bara la Afrika. Kwa Afrika aliwahi kuhitajika na kikosi cha Entente Setif. Hawa ni mabingwa wa zamani wa ligi kuu ya soka nchini Algeria, waliwahi kumuhitaji mwaka 2024, lakini aliwahi kuhitajika pia na kikosi cha Amazulu kinachoshiriki ligi kuu ya soka Afrika Kusini PSL. Lakini unaweza ukajiuliza kwa nini madili yake haya mengi ya kwenda nje kutokea katika timu ya Horoya yanafeli. Jibu ni moja, kwamba mchezaji huyu amekuwa akisumbuliwa na majeraha ya goti, yamekuwa ni adui yake mkubwa, mchawi wake mkubwa ni injury za goti. Kwa hiyo amekuwa zinamsumbua kiasi kwamba akienda kufanyiwa medical check up anafeli na anarudi katika timu yake ya Horoya. Ni mshambuliaji mzuri sana, akiwa fit, ana uwezo mkubwa sana
wa kufunga magoli, ni mfungaji mzuri sana. Kwa hiyo unaposikia kwamba Young Africans wanahitaji huduma ya mshambuliaji kama Yakuba Nana Bari, unaelewa kwa sababu ni mmoja kati ya washambuliaji hatari kutokea katika kikosi cha Horoya Athletic Club ya huko Guinea, mabingwa hawa wa kihistoria wa ligi kuu ya Guinea. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye Yakuba Nana Bari anahitajika na Young Africans kwa sababu Young Africans wameona kwamba eneo la ushambuliaji la timu yao linahitaji nguvu zaidi kwa sababu ya viwango vya washambuliaji wao ambavyo vimekuwa havina mwendelezo wa kuridhisha. Prince Dube, lakini pia unamzungumzia Depu, na kwa Depu kuna taarifa kwamba anaweza kaondoka mwishoni mwa msimu huu kwa sababu amekuwa hana furaha na maisha ya Young Africans baada ya kocha aliyemleta Pedro Gonçalves kuondoka. Inaonekana nafasi yake imekuwa finyu, lakini pia mwalimu wa Yanga wa kikosi cha kwanza kwa sasa, mwalimu wa muda Abdelhamid Moulin, amekuwa sio mchezaji ambaye anampendelea kuanza katika michezo hivi karibuni tangu mchezaji huyo aliporejea kutoka kwenye majeruhi. Kwa hiyo Young Africans ni kama vile wanaanza kujiandaa na maisha bila Adepu pindi akiomba kuondoka mwishoni mwa msimu huu wa mwaka 2025 2026. Kwa hiyo Young Africans mbadala nani? Ndio huyu mshambuliaji raia wa Guinea kutokea katika kikosi cha Horoya Athletic Club, Yakuba Nana Bari, mmoja kati ya washambuliaji ambao wamefunga magoli mengi pia msimu huu wa mwaka 2025-26 akiwa nchini Guinea na kikosi cha Horoya, akifunga zaidi ya magoli 20 kwenye mashindano yote akiwa na timu hii ya Horoya. Kwa hiyo Young Africans nimekuambia, kama nilivyokueleza awali, rais wa Yanga Engineer Hersi Said hivi tunavyozungumza yuko Morocco, lakini anazunguka katika mataifa mbalimbali akienda kukamilisha madili ya wachezaji wa Young Africans ambao watakuja kuongeza nguvu katika kikosi cha Yanga kuelekea msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027. Tukipata habari mpya ama mwendelezo wa taarifa hii, hatutosita kuileta hapa kwenye platform hii ya Anuari TV. Jina langu mimi ni Shabel Daniel, nyuma ya kamera ni Yusufu Mpuma. Endelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali zinazotokea hapa Anuari TV.